Vita vinavyoendelea kati ya Iran na washirika wa Marekani imeonekana kuipa Ukraine nafasi mpya ya kujiimarisha kisiasa na kijeshi, licha ya changamoto za awali zilizotishia kuisukuma pembeni katika ajenda ya kimataifa. Hali hii imeibua swali kubwa. Je, makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Ukraine na Russia yako karibu zaidi kuliko inavyotarajiwa? Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametumia fursa hiyo kujionyesha kimataifa kwa kuimarisha ushirikiano na mataifa ya Ghuba, akitangaza mafanikio ya teknolojia ya droni zilizotumika vitani. Ziara yake nchini Saudi Arabia ililenga kuonyesha uwezo wa kijeshi wa Ukraine na kuvutia ushirikiano wa kiulinzi na mataifa tajiri. Ukraine tayari imeingia makubaliano na Saudi Arabia, Falme za Kiarabu na Qatar ili kushirikiana teknolojia ya droni, huku mataifa hayo ambayo yameathiriwa na mashambulizi ya Irani yanaona manufaa ya kujifunza kutoka kwa uzoefu wa Ukraine katika vita vya kisiasa. Awali vita vya Irani ilionekana kuwa pigo kwa Ukraine kwa sababu ilihatarisha kupunguza umakini wa Marekani, hasa chini ya uongozi wa Donald Trump. Katika juhudi za kusaka amani kati ya Kiev na Moscow, hii ilisaidia Russia kuuza mafuta kwa bei ya juu kutokana na usumbufu wa usafirishaji katika Ghuba ya Hormuz. Wakati huo huo, Ukraine imepata mikataba mikubwa ya kijeshi kutoka Ulaya, ikiwemo mikataba ya mabilioni ya dola kutoka Norway na Germany. Pia imefanikiwa kupata mkopo wa euro bilioni 90 kutoka Umoja wa Ulaya baada ya mabadiliko ya kisiasa nchini Hungary. Licha ya mafanikio hayo, matumaini ya kusitisha vita bado ni finyu. Rais wa Russia Vladimir Putin hajaonyesha dalili za kupunguza mashambulizi, huku kukiwa na wasiwasi kuwa vita hivyo vinaweza kuendelea kwa muda mrefu zaidi kutokana na maslahi ya kisiasa na kijeshi. Kwa upande wake, Ukraine imeendelea kuwa na tahadhari kuhusu nafasi ya Marekani katika mazungumzo ya amani, huku viongozi wengi wakihofia msaada unaweza usiwe wa uhakika. Hata hivyo, Kiev inaamini kwa kujiimarisha kijeshi na kidiplomasia, inaweza kuwa katika nafasi nzuri zaidi ya kufikia makubaliano ya amani siku zijazo. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kupata taarifa mbalimbali.